kwake. Sisi ni followers wa dada Upendo Nkone, sisi ni followers pia wa dada yangu Martha Mwaipaja. Na mkiangalia kuna hadi waimbaji wengine wako katika taifa jingine huko ambao wametendi mpaka kuiga sauti za waimbaji wetu wa ndani ya taifa letu. Maana yake kuonyesha kwamba wako kwenye taifa jingine lakini role model wao wako kwenye taifa letu. Sasa hiyo pia kwetu ni kitu kikubwa sana ambacho kinaweza kaendelea kulitangaza taifa letu, lakini zaidi pia ni kitu kikubwa ambacho kinawezekana kikaendelea kuinjilisha na wengine kubadilika na pengine kuwa watu wema zaidi. Dada Martha aliwahi kuimba wimbo wake moja anasema sipiganagi mwenyewe. Lakini ukimwangalia pia dada yangu Upendo aliwahi pia kuimba wimbo wake moja wa usifurahi juu yangu. Nyimbo hizi mbili ukiziangalia zinatoa message kwamba unapopata jambo lolote gumu mbele yako inamaanisha sipigani na upigani peke yako. Lakini dada Upendo anakuja kujibu tena, hata kama wimbo wake ndio mkongwe zaidi, ni kwamba mwenzako yoyote anapopita katika jaribu la aina yoyote usimfurahie. Usifurahie juu yangu. Na ndio maana pia dada yangu Martha kaimba naye kwamba sipiganagi mwenyewe. Maana yake sipigani mwenyewe katika kila jambo ambalo tunakuwa tunalipata. Sasa nyimbo hizi mbili ni mfano tu mdogo, lakini toshe tu kusema kwamba dada Upendo na dada yangu Martha ni ndugu na ni marafiki. Ni dada na ni mama kwa mwenzie, na kwamba hawawezi kutenganishwa kwa maneno ya mtaani. Na watu wote tunapoona kuna jambo lolote tusitumie mianya hiyo kuweza kukuza na kupasua zaidi injili katika taifa letu. Tukajikuta sasa tunabaki na watu ambao sio waimbaji na upotofu katika taifa ukao unaendelea. Kuna mwimbaji mwingine pia nimemsikia mahali fulani, nitampigia pia simu kuweza pia kumsihi kwamba mahali popote unapogundua kuna jambo lolote, basi usishiriki kuongeza mpasuko, bali shiriki kuwa mpatanishi. Kwa sababu mpatanishi ana thamani kubwa sana katika jambo lolote, au ana thamani kubwa sana katika makuzi ya taifa letu. Kwa hiyo baada ya kusema haya, ndugu zangu, mimi naendelea kushukuru sana dada yangu Martha Mwaipaja kwa kuja na kunitembelea, lakini kushukuru sana dada yangu Upendo Nkone kwa kuja na kunitembelea. Na msisite wakati wowote ule kutembeleana, iwe ni kwenye ofisi zetu za serikali. Kwa sababu hata kama ni mwimbaji, huwezi ukawa ofisi yako wewe ni ya mchungaji tu au ni ya askofu tu. Hapana, hata ofisi za serikali zinakuhusu, kwa sababu nyinyi pia ni wafanyabiashara, nyinyi pia mna kazi zingine, mnahitaji pia ofisi za serikali ziweze pia kutatua baadhi ya kero ambazo mnaweza mkawa nazo. Kwa baada ya kusema haya, nitumie tena nafasi hii kuwashukuru, lakini kuwakaribisheni hapa katika ofisi yetu. Angalau kwa kuwa tupo na wenzetu hawa, mzungumze kwa kidogo tu. Kwanza kumshukuru Mungu kwa kikao chetu ambacho tumeweza kukaa, lakini pili kuwaambia Watanzania kwamba sisi ni ndugu kuliko uadui ambao pengine mtu mwingine anaweza kuukuza na kuusemea mahali popote.